naomba sana 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 tuheshimu fedha ili tuone maisha gani yanaweza kaendelea. Waziri husika CCM oyee. Lakini pia tunaendelea kuona kwamba kutafasiri nia ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba rais wetu mpendwa anajitahidi kutoa fedha kwa ajili ya vijana. Sasa je, ametimiza wajibu? Sisi vijana tumetimiza wajibu? Tunakuja kujikuta asilimia kubwa vijana walio wengi hatujatimiza nini? Wajibu. Ndio sasa ili tuepukane katika hili ndio tunabaki tunalalamika tukisema serikali yetu sio sikivu, vijana haitupendi. Wakati tayari mshatimiza wajibu. Wewe umetimiza wajibu? CCM oyee. Kwa ndugu zanguni, mmesikia mhamasa wetu wa wilaya amezungumza, lakini pia ndio mheshimiwa diwani wetu kata ya Komunyika amezungumza, na huyu ndio msemaji wa vijana wilaya nzima ya Kasulu. Afisa maendeleo amepitia, lakini wataalamu wetu watendaji wamesema kwa namna pekee ambavyo kwamba vijana tunashindwa kufika kusikiliza matukio ni kipi kinachojiri, na hicho ndicho kile tunafika sehemu tunaanza kulaumu kwamba serikali yetu haitekelezi wajibu, wakati wewe mwenyewe umeshindwa kutekeleza nini? Wajibu wako. CCM oyee. Unajua wakati mwingine ndugu zangu, nisemeshe kweli, kuna wakati mwingine unaweza ukalalamika pasipo kujua, je, hili jambo nalilalamikia, wewe umetimiza wajibu wako wewe kama wewe? Mikopo imetangazwa, almost mikopo 4 ipo, lakini vijana wengi wapo. Sina uhakika kwamba kuna vijana ambao wapo hapa ambao wana vikundi. Ningetamani wakati mmetoa mikono ili watu waseme, mmoja aseme bana, mheshimiwa mwenyekiti pamoja na kamati yako, sisi tumeshawahi kwenda kwa afisa maendeleo tukamwambia bana kuna 1 2 3, afisa maendeleo akatutupilia mbali. Hapa tukawa tunabana tunamuuliza afisa maendeleo, lakini hakuna aliyefanyaje, aliyezungumza. Labda mngeniambia mwenyekiti kuna 1 2 3, sisi tumeshatengeneza kikundi chetu, tumeshafanya 1 2 3, mpaka saa hizi hakuna chochote kile kinachoendelea. CCM oyee. Kwa ni dhahiri wazi kwamba sisi vijana hatujui hizo fursa, tutimize wajibu wetu, lakini serikali inajitahidi kutimiza wajibu. Na nishukuru kwamba serikali yetu ya Dr. Samia Suluhu Hassan inafanya vizuri. Ukijaribu kuangalia asilimia kata zote 36, Kasulu vijijini 15, vijijini 21, tunajikuta kwamba kila sehemu wataalamu hasa afisa maendeleo wote wapo. Malengo ni nini? Vijana mfikike, ili vijana tukahoji yule afisa maendeleo aliyoko hapa. Ndio maana yuko hapa, ni kwa ajili ya maendeleo, ili ajue pale ambako kuna utata, ninyi mfikie, muulize, ili vijana mjaribu kupata nini, namna kujikwamua kwenye kipato. Fanya hivyo kwenye serikali hii. Tunajua wasomi ni wengi, na wengi wanasoma wanategemea ajira, na ajira zetu mnazoziona ndugu zanguni ni chache, na hakuna nchi ambayo imewahi kuajiri vijana wote wasomi au watu wote waliosoma wote wakamaliza katimiza wajibu. Haipo. Labda mniambie nini? Mara mimi katika vitu ambavyo najitahidi kufuatia mfano kama Marekani. Marekani ni nchi ambayo tunasema ina uchumi mzuri, lakini haijawahi kuajiri watu wote. Ukisikia mkulima mzuri mpaka na degree, wenye degree ndio wakulima, analima mahindi. Sasa kwa sababu ya jambo hilo ndio maana inaonekana kwamba ili tujikwamue katika kipato tunafanyaje? Ndio maana anaweka mikopo iwepo, anaweka fedha nyingi zinakuja ndani ya 10 saa 12 saa 1 mko luxury pale. Ukifika pale luxury counter njoo anafurisha meza, unakula bia wewe na kamsichana pembeni au katotos, ile fedha imeenda ola. Sasa mfano umeenda ni pesa ya mkopo, umepewa milioni 2, milioni 3, umekula 300,000. Hizo 300,000 zipata wapi kuziongeza zitimie milioni 3? Si hamna. Sasa muda utakapofika wa marejesho ile fedha haipatikani. Sasa mara nyingi fedha serikali huwa haipotei brother. Tunahamasishana, lakini lazima tuambiane ukweli. Ni lazima tuweke nidhamu nzuri kwenye fedha, namna ya kutumia fedha. Kwa afisa maendeleo atakudai kile kikundi bana, fedha iko wapi? Hamna. Utamwambia ulienda luxury, hata kukubali. Kinachobaki ni nini? Kamata piga pingu. Sasa ukifika kule utaanza simu, mwenyekiti, uko wapi ndugu yako? Niko sehemu fulani, nimebebwa. Shida nini? Kale ka mkopo. Ulikatumiaje? Ataficha. Sasa hatutaki tufike huko, kwa sababu tukipigia simu, sitakuja.
Ndaba pambana nalo wewe mwenyewe. Wale nao watakao wajanja baada jua kwamba sasa hapa naenda kufungwa atatoroka. Chap. Lakini atoroka kundi lote litatoroka, lazima wale waliobaki watalipa nini? Fedha. Sasa hatutaki tufike huko. Hatutaki tukopeshe hela alafu baadaye tujutie kwamba ile fedha tulioichukua haina maana. Isiwe adhabu kwetu. Ni lazima tuweke nidhamu kwenye fedha. Na swala lingine ambalo nilikuwa nimemsikiliza vizuri afisa maendeleo. Amezungumza vizuri sana kwamba asilimia kubwa vijana tunakata tamaa mapema. Niwaambieni ukweli ndugu zangu. Sisi ni wanaume na sisi ni vijana. Mara nyingi ukiona pesa ambazo hujavuja jasho katika kuzitumia huoni ajabu. Unazitumia bila majuto ya aina yoyote. Kwa sababu hujui uchungu wa ile pesa. Hata hii fedha unaweza ukaichukua mama na uitoa, ukaitumia ukasema pesa serikali tu, ukaigonga tu. Baba ukiigonga inakupitia. Sisi muoje. Fedha zinaenda ndio inatuondolea dhana kwamba sisi vijana sio waaminifu. Mimi hatuheshimu fedha. Kwa hiyo ningewaomba sana tuheshimu fedha ili tuone maisha gani yanaweza kaendelea. Ili baadaye tukishakuwa na fedha ndio lawama kwenye serikali yetu itakuwa haipo. Na niwaambieni ukweli, haipo serikali yote itakayoingia madarakani itasema fulani njoo shika milioni hii hapa. Wewe fulani shika hii hapa. Wewe haipo. Ni lazima uwajibike, ufanye kazi, ujitafutie kipato kwa ajili ya kulinda familia yako. CCM oyee. Kwa ndugu zangu, katika hayo mmeyasikiliza vizuri na mimi sitaki kuharibu kile kitu ambacho nadhani wamewaambia vizuri. Hakikisheni mnakishika vizuri ili hatima ikae vizuri. Ili kesho na kesho kutwa tunakutana nasema naam, kale kasemi na mlikokatoa bwana kalitupa matumaini. Na niseme kitu kimoja ambacho nimekikoti kwa afisa mtendaji. Huyu afisa bahati nzuri bwana amefanya kazi na shangaa nimemkuta hadi huku. Huyu huko kijijini kwetu Rushingo alikuwepo. Kwa hiyo nilivyoona nimesema safi kabisa. Na ni mtendaji mzuri kabisa. Sisi tumeishi naye kule Rushingo. Ni mtu ambaye atakuelekeza jambo bila shida, hata kama na shida yote ataitatua. Ndio asili ya watendaji sasa hivi walivyo, ndio watumishi walivyo. Kwa hiyo ninyi mkiwa na majambo yenu mkaenda kuomba ushauri hawa, watawapa ushauri. Bahati nzuri mnaona, yaani kila rika wameweka. Kijana mwenzetu yuko pale. Afisa maendeleo mwenyewe ndio hivyo tena. Wanafikika vizuri. Kwa hiyo mkiwatumia hawa inawezekana vizuri kabisa. Tukaacha manunguniko. Lakini hoja wanachokilalamikia hamhudhurii mikutano.